Nizungumzie kwa habari ya upatanisho. Upatanisho ni nini? Upatanisho ni nini? Ni matengenezo yanayofanywa kwa kuwasaidia waliokosana. Upatanisho ni nini? Upatanisho ni matengenezo yanayofanywa. Inaweza kasimamiwa na mtu fulani. Alafu anawasaidia hao waliokosana. Waliotilafiana. Sasa anawapatanisha. Pataneni, pendaneni, hurumianeni, heshimianeni, anawapatanisha. Kutoka 32:30. Kutoka 32. Anza mstari wa 30. Mstari wa 30, Biblia inasema, hata asubuhi yake Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Anawaambia mmetenda dhambi. Ninyi mmemtenda Mungu dhambi. Sasa nitakwenda mbele za Bwana. Mimi Musa nitakwenda mbele za Bwana, ili kupitia mimi niende mbele zake, atakaloniambia, atakalonielekeza, yumkini basi nifanye upatanisho kati ya ninyi mliomkosea Mungu, ili ninyi na Mungu mfanyeje? Mpatane. Walawi 9:7. Twende haraka. Walawi sura 9 mstari wa 7. Nazungumzia habari ya upatanisho. Musa akamwambia Haruni, kiongozi, ikaribie madhabahu uitoe sadaka yako ya dhambi na sadaka yako ya kuteketezwa. Ikaribie madhabahu ukatoe hizo sadaka. Sadaka yako ya dhambi na sadaka yako ya kuteketezwa. Sadaka yako ya dhambi na sadaka ya kuteketezwa. Ukafanye upatanisho kwa ajili ya nafsi yako. Ukafanye upatanisho kwa ajili ya nini? Ya nafsi yako. Kwa ajili ya nafsi yako. Ukafanye upatanisho kwa ajili ya nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo alivyoenda alifanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, si ndio? Amen. Alafu 2, na kwa ajili ya watu. Nawe uitoe hiyo dhabihu ya watu, ukafanye upatanisho kwa ajili yao. Ukafanye sasa upatanisho kwa ajili yao. Ukafanye upatanisho. Kwa nini upatanisho ulitakiwa ufanyike? Kwa sababu watu walimkosea nani? Mungu wa mbinguni. Ukimkosea Mungu, namna ya kupatana na Mungu ni gharama moja kubwa. Wakati mwingine huwa vinashindikana. Wasi unatokea. Mtu anasema basi kwa kuwa hapa imeshindikana, ngoja nitafute tu miungu mingine. Mungu ni mmoja tu. Na huyo leo Mungu katika Yesu Kristo atusaidie tupatane. Mungu ni mmoja tu. Haijalishi tumekoseaje, lakini leo na atusaidie tupatane naye. Tuseme amen. Upatanisho ni nini? Upatanisho waweza kugharimu gharama kubwa kwa kutegemeana na kosa lilivyo. Gharama yaweza kuwa kwa vitu, mfano fedha, nafaka, wanyama, muda na kadhalika. Damu inahitajika. Lengo ni kufanya nini? Upatanisho ni kufanya vilivyokuwa mbali viwe karibu. Upatanisho ni kufanya vilivyokuwa mbali sasa viwe karibu. Tulikuwa mbali na Mungu, tulikuwa mbali na uwepo wake, mbali na ulinzi wake, na ndio chanzo cha watu kwenda kutafuta irizi, kwa sababu hawakuwa na ulinzi wa Mungu. Ndio chanzo cha watu kutengeneza mambo kadha, kwa sababu walikuwa mbali na ulinzi wa Mungu. Kwa hiyo upatanisho ni kufanya vilivyokuwa mbali viwe karibu naye. Waefeso 2:13.
Upatanisho maana yake ni kuvifanya vilivyokuwa mbali viwe karibu na yeye. Tulikuwa mbali, lakini leo katika Yesu Kristo tunapatanishwa naye. Unaweza kusoma tunapatanishwa naye. Waefeso 2:13 Biblia inasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Mmekuwa karibu pale nyie mliokuwa mbali. Ninyi nini? Kitu gani? Sababu gani iliyofanya muwe mbali? Dhambi iliyofanya muwe mbali. Lakini pamoja na hayo, kwa neema yake ametutengenezea njia ya kutupatanisha tuwe karibu na nani? Na Mungu wa mbinguni. Upatanisho ni kuondoa uadui. Tunapofanya upatanisho manake tunaondoa ule uadui, tunaondoa ule uhasama. Upatanisho ni kuondoa ule uadui. Pale uadui uliposimama, tukaonana maadui, tukawa na uhasama. Sasa tunapatanishwa ili uadui ondoke. Wale mwingine ndio maana familia hazina maendeleo kwa sababu ya uadui. Baba na mama wana uadui, wanatembea pamoja, wameshikana pamoja, lakini kumbe ni kwa nje, ila ndani wana uadui. Leo Mungu na atusaidie kwenye somo hili la upatanisho, tupatanishwe, uadui uondoke katikati yetu kwa jina la Yesu. Semeni amina. Ili baba na mama wafurahie kuishi pamoja, wajisikie nao. Maana ndoa sio karaha, ndoa ni furaha, ndoa ni amani, ndoa sio kuvumiliana, ndoa ni kuinuana. Haleluya! Lakini yote hayo yamekuwa kitendawili kwa sababu ya uadui. Leo uadui na uondoke na tupatanishwe. Msomaji wa Efeso 2:15, Efeso 2:15, naye akisha kuondoa ule uadui kupitia mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, ili wale waliokuwa wamepishana, wamehitilafiana, awafanye kuwa mtu mmoja. Akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja. Akawapatanisha wote, yeye na huyo na Mungu wakawa kitu kimoja. Akawapatanisha kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaufisha ule uadui, akauondoa ule uadui, akaondoa zile fitina, akaondoa zile faraka, akauondoa ule uzushi, akauondoa ule ugomvi. Na leo hii kwa msalaba wake Yesu Kristo, uadui uondoke katikati yenu, uadui uondoke kwa jina la Yesu Kristo. Uadui na uondoke kati ya bwana na bibi, uadui uondoke kati ya mtoto na mzazi, uadui uondoke kati ya jirani na jirani, uadui uondoke, na uondoke kati ya Mkristo na Mkristo, uadui uondoke kwa jina la Yesu Kristo. Asisimame mtu ndani ya hekalu hili ana ila, ana mashtaka na mwingine. Natangaza leo uadui uondoke kwa damu ya msalaba wa Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Semeni amina. Amen. Pale wale mliokuwa na uadui na biashara zenu, unafanya hakuna kufanikiwa. Kwa nini? Kuna uadui kwenye biashara. Uadui uondolewe, baraka ingie kwa jina la Yesu Kristo. Semeni amina. Mliokuwa na uadui na kazi zenu, unatafuta kazi kwa shida, unaipata kazi, lakini baada ya siku chache wanaanza kukutengenezea majungu. Huo ni uadui, na uondoa leo kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uadui na uondoke leo, uadui ondoke. Semeni amina. Uadui ondoke. Unachumbia leo, bado unajiandaa, umnunulie losheni, umnunulie nini, binti anakuambia hebu ngoja kwanza tumuombe Mungu kwanza, sijaelewa. Uadui wa kukataliwa,
roho ya kukataliwa kwa vijana. Kijana kishakataliwa na binti wa kwanza, binti wa pili anakata tamaa. Usikate tamaa, kwa sababu uadui umeondolewa. Na leo hii unapokea iliyo haja ya moyo wako. Semeni amina, semeni amina. Kadhalika kwa binti, anachumbiwa, bado anajiandaa, anasema Mungu asante jamani. Anapigiwa simu, halo, yani kwanza leo tusijuane. Unajua inaumiza. Nini kimesimama? Nini kimekuwepo pale? Uadui. Uadui. Leo, come on, leo upatanisho na ufanyike kwa kuondoa ule uadui kwa jina la Yesu. Uadui uondoke. Roho ya uadui, sema roho ya uadui toka mbele yangu. Sema roho ya uadui toka mbele yangu. Sema roho ya fitina toka mbele yangu. Sema roho ya faraka toka mbele yangu. Sema roho ya uzushi toka mbele yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Uadui toka mbele yangu. Niachie. Niachie. Kuanzia leo sina uadui. Mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Na mambo yangu kuanzia leo yanakuwa mazuri, yananyooka, yanakuwa barabara kwa damu ya Yesu Kristo iliyomwagika Kalvari. Sema amen. Sema amen. Uadui na uondoke. Uadui na uondoke. Na wapenda wale waliomkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanatoa shuhuda zao kwamba jamani, tulikuwa tunaingia kwa hivi. Tunafungulia milango ya watu kwa makalio. Tunaingia kwenye kona za nyumba. Kisha ufanyefanyia tu mlango pachapachipu, ukiuinamia namna hiyo unapumulia hewa mbaya, ukuta unaachia. Tunaingia. Wanaingia hivyo. Kwa nini akuingilie? Kwa nini akuingilie? Anakuingilia kwa sababu kuna uadui. Kuna uadui. Leo Mungu akiuondoa uadui, atakuja kujaribu kuingia na makalio yake, ukuta utakataa kufunguka. Na ili akomeshwe, kwa sababu uadui kwako umeondoka, akiuinamia ule ukuta utaachia nafasi. Akiingia, ile anaingia tu katikati ya kiuno na mgongo, ukuta unabana. Amen. Nami naomba kwenye nyumba yako, waliokuwa wanakuja wanafungua ukuta kwa makalio yao, wanakuingilia, kuta ziwabane kwa jina la Yesu. Kuta ziwabane kwa jina la Yesu. Kuta ziwabane kwa jina la Yesu. Waliokuwa na haribu maisha yako, kuta ziwabane kwa jina la Yesu. Amen. Kwa nini? Kwa sababu leo Bwana anatupatanisha kwa damu ya mauti ya msalaba wake. Tupatanishe, tukubalike, tuwe vyombo vyenye thamani, tuwe watumishi wenye heshima, tupatanishwe na yeye, uadui na uondoke. Semeni amina. Amen. Katika Israeli kulikuwa na sikukuu kadhaa zenye heshima. Moja ya sikukuu iliyokuwa na heshima ilikuwa inaitwa sikukuu ya upatanisho. Sikukuu ya upatanisho. Bwana Yesu napesi. Sikukuu ya upatanisho au siku ya upatanisho. Hii ilifanyika na watu wengi. Watu wengi walikuja kwenye ile sikukuu. Kwa nini? Kwa sababu kuhani wa zamu alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka madhabahuni. Anaenda anatoa ile sadaka. Anapotoa ile sadaka, anaenda na damu madhabahuni, ananyunyizia ili kufunika ile dhambi, Mungu asiwaangalie watu kwa ile dhambi, asione kuwa na hatia. Yule kuhani anaponyunyiza ile damu anafunika. Kwa hiyo alikuwa anaenda mara moja kwa mwaka. Sasa wako wale ambao walikuja kujitambua ya kwamba wao hawajasamehewa, hawana ile ondoleo, hawajafunikwa, dhambi yao haijafunikwa. Kwa hiyo ilitokea sasa miongoni mwa sikukuu ya upatanisho au siku ya upatanisho, walienda wengi na sadaka zao kwa ajili ya siku hii ya upatanisho. Na walipoenda hivi, ili mtu asamehewe, ili mtu dhambi yake ifunikwe, ilipaswa aende na sadaka.
na sadaka walizoenda nazo nyingi zazo zilikuwa ni kondoo wanyama. Kwa anapoenda na kondoo namna hii, akifika mahali pale, kabla hajamkabidhi yule kondoo wa sadaka ya dhambi, sadaka ya hatia, anaenda kwa mikono yake miwili, anamshika, anamwambia, wewe kondoo, mauti yangu iwe ndani yako, dhambi yangu iwe ndani yako. Mimi sitakufa, bali wewe ndio utakayekufa badala yangu mimi. Kondoo amenyamaza kimya. Kondoo hawezi akajibu. Hakuwepo wakati mtu anafanya uzinzi. Hakuwepo kondoo wakati mtu anafanya uchawi. Hakuwepo kondoo wakati mtu anafanya uharamia wa namna mbalimbali. Lakini leo kondoo asiyekuwa na hatia anaenda kubeba hatia ya mlevi, anaenda kubeba hatia ya mtu baki. Mtu anakazana tu, kwa uchawi wangu sitakufa, maana imeandikwa usimwache mwanamke mchawi kuishi. Sasa ili niishi, kufa wewe badala yangu mimi. Kaloga yeye, kataka kondoo afe. Kwa utakuja kuona ilikuwa ni siku ya ajabu, maana hata vichaa wa imani, wehu wa imani walijitokeza ili kuja kutafuta upatanisho. Ilikuwa ni siku ya ajabu. Watu walikutanika kutoka maeneo tofauti tofauti, na ilifanyika kwa viwango vikubwa. Makuhani Walawi walipata shida kwa ajili ya kuchuna zile sadaka, na kuhani alichukua mbuzi wawili. Mbuzi mmoja ilikuwa ni kwa ajili ya kafara. Huyo alichinjwa, na kisha chinjwa, damu yake inaenda kunyunyizwa kwa ajili ya kufunika, mbuzi wa kafara. Lakini kulikuwa na mbuzi mwingine wa pili, anaitwa wakusingiziwa. Ndio huyo sasa anakuja kurundikiwa mikono, anaambiwa hivi na iwe hivi, mizigo yangu ibebe wewe tu, utaenda wapi utajua wewe mwenyewe. Yani laana iondoke kwenye nyumba yangu, mikosi iondoke kwenye nyumba yangu, hivi. Ananuiza maneno yote. Kondoo ama mbuzi amenyamaza kimya. Huyo akishamaliza kuchinjwa, huyo ambaye aliwekewa mikono na kunuiziwa yale maneno, anasindikizwa, anapelekwa porini, anapelekwa jangwani, anaachwa kule. Atafia wapi, ataliwa na wanyama wakali, haijulikani, maadamu amebeba dhambi ya mtu. Swali, kwa ambao hawakuwa na mbuzi, kwa ambao hawakuwa na kipato, wangefanya nini? Bwana Yesu atusaidie. Mimi na wewe tungefanya nini? Tungesamehewaje? Tungeupataje huu upatanisho? Kumbe wote tungeishia kwenye ghadhabu ya Mungu. Warumi sura ya 1 fungu la 18. Wote tungeishia kwenye ghadhabu ya Mungu. Wote tungekufa, wote tungepotea. Lakini ashukuriwe Kristo Yesu kwa damu ya msalaba wake, nasi tumepata ukombozi, tumepata upatanisho. Leo na tupatanishwe kwa damu yake Yesu Kristo iliyomwagika Calvary. Tuoshwe dhambi zetu zote. Wacha nikwambie, hakuna dhambi kubwa wala ndogo mbele za Mungu wa mbinguni. Dhambi itabaki kuitwa dhambi. Na niombe basi mchana wa leo, kwa damu ya msalaba wake, wewe uoshwe, utakaswe, ili upatanishwe na yeye Mungu wa mbinguni. Uombalo Mungu akusikie, unapotafuta, unapohitaji, akupe haja ya mahitaji yako. Kwa nini? Kwa sababu umepata upatanisho kwa damu ya msalaba wake Yesu Kristo. Na ili upatane na Mungu, na ili upatanishwe na Mungu, hakikisha wewe mwenyewe huna uadui na mtu. Hauna uadui na mtu. Usiwe na adui na mtu yeyote, wa kike wa kiume, mwenyeji ama mgeni. Usiwe na uadui na mtu. Biblia inasemaje? Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Lakini leo unaweza kukuta Wakristo wana matabaka, wanainukiana, wananeneana vibaya, na ndio chanzo cha uchawi kuingia hata kanisa.
Tuliona juzi kwa sababu ya ujeuri kutokutii kwa Ahabu, akamwoa yule mwanamke Yezebeli. Uchawi kwa mara ya kwanza ukaingia madhabahuni katika Israeli kupitia mwanamke. Leo hii mabaya yanasikika ndani ya makanisa, wapendwa kwa wapendwa wanainukiana, wanatendeana mabaya, wamelogwa, wamelogeka. Kwa nini? Hawajawa na upatanisho. Leo ukikubali kwa dakika hizi, ukikubali kupatanishwa kwa damu ya Yesu Kristo, lolote walilokufungia mahali popote penye walikuweka, damu ya Yesu Kristo inaondoa huo udui, unatakaswa, unafunguliwa sasa hivi, sio baadaye. Sasa hivi, sio baadaye. Amen. Kataa hiyo roho, kataa hivyo vifungo, kataa vifungo vya adui, vikatae. Sema nakataa vifungo vya adui kwa jina la Yesu. Nakataa vifungo vya adui kwa jina la Yesu. Sema na vikataa vifungo vya adui kwa jina la Yesu. Nakataa vifungo vya adui kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, inioshe, initakase, laana zote, balaa zote, mikosi yote, iniachie. Wewe mkosi, roho ya mikosi, roho za kuzimu, achia maisha yangu. Roho za kichawi, roho za kichawi, roho za majini, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Niachie. Uadui ni mbaya mno. Leo Mungu atusaidie, adui zako wawe adui za Bwana kwa jina la Yesu. Amen. Adui zako wawe adui za Bwana. Biblia inasema atakutokea kwa njia moja, yeye Bwana atawatawanya kwa njia 7 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hata na leo waliokutokea usiku wa manane, hata na leo walioharibu biashara yako, hata na leo walioharibu afya yako, hata na leo walioharibu watoto wako, Bwana asimame apigane nao kwa jina la Yesu Kristo. Walioharibu mapato yako, walioharibu heshima yako, Bwana asimame apigane nao kwa jina la Yesu Kristo. Watakuwa si kitu tena, watapeperushwa kama makapi mbele ya upepo wa kisulisuli kwa jina la Yesu. Sema wapigwe, sema wapigwe. Wamekutisha sana, lakini leo hii tunafunikwa kwa damu ya Yesu Kristo iondoao uadui, ili wale adui zetu wageuke wawe vibaraka. Tutawakamata kama ni ndege, tunawanyonyoa, tunatolea yale mabawa, tunaweka chini, tutawachezea vile tutakavyo. Na hata sasa kama utakuwa tayari, chochote chenye kimekutesa kwa muda gani hakina nguvu tena. Muulize Farao na majeshi yake wakati wanafuata Israeli. Bwana aliondoa nguvu kwenye matairi yao kwa ule upepo, wakabaki hawaendi mbele, hawaendi nyuma, wakabaki walivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni zamu yao ya kushughulikiwa. Mwisho yote Bwana aliwapukutushia katika bahari ya Shamu, wote wakafa. Nami naomba wote waliokutesa, nasema wote waliokutesa, waliodhulumu stahiki zako, wote waliokutesa, wote waliokufungia mabaya, wote nasema ni zamu yao. Nasema ni zamu yao. Iwe wako hapa ama hawako hapa, ni zamu yao. Iwe wanasikia ama hawasikii, ni zamu yao. Lazima wapigwe. Niangalie wewe, niangalie, lazima wapigwe. Ni hivi, lazima wapigwe. Walioharibu akili yako, walioharibu miundombinu ya kiroho, lazima wapigwe. Sio baadaye, hapa sasa hivi. Haleluya. Nataka wapigwe sasa hivi. Sema nataka wapigwe sasa hivi. Nataka wapigwe sasa hivi. Sema nataka wapigwe sasa hivi. Nataka wapigwe sasa hivi. Walioyatesa maisha yangu, waliodhulumu haki zangu, walioharibu familia yangu, walioharibu maisha yangu, wapigwe sasa hivi. Wapigwe sasa hivi kwa jina la Yesu. Walioharibu miundombinu ya kiroho, wapigwe sasa hivi. Walioharibu biashara yangu, amani yangu, afya yangu, wapigwe sasa hivi. Wapigwe sasa hivi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe pepo, wewe shetani, roho ya kuzimu, roho ya laana, roho ya balaa, roho ya mikosi,
roho ya mauti, achia maisha yangu, lazima upigwe, lazima upigwe, lazima upigwe, lazima upigwe, lazima upigwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kapashaka, niangalie, sikia, si utanielewaje, lakini nielewe tu. Tunaposema shetani apigwe, huo ni uchokozi. Huo ni uchokozi. Sema shetani apigwe, yeye ametulia zake kule mtaa wa 3. Unasema apigwe, wanafikiri atakubali tu apigwe? Kwa hivi naomba sasa tunapoingia kwa dakika hizi chache kwamba apigwe kwa jina la Yesu. Maanake wewe unaenda kwa nguvu ya jina, unaenda kwa nguvu ya jina la Yesu, unaenda kwa nguvu ya jina la Yesu, unalitaja kwa kumaanisha. Sasa wewe ndio unayejua kifungo chako ni kipi, ni wapi. Inawezekana unamjua hata aliyekufunga. Si vibaya ukimshuti kwa kuelekea kabisa moja kwa moja. Alafu utaona matokeo ndani ya dakika 3. Nakupa dakika 3. Nakupa dakika 3. Tumsha Mungu, nakupa dakika ngapi? Dakika 3. Wewe sikupe shida, wewe shambulia tu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ndani ya dakika 3. Kila moja dhamiria, chukia ile hali, ikataa ile hali kwa kudhamiria kutoka ndani. Nakupa dakika 3. Uko tayari? Amen. Yaani hata dakika 3 ni nyingi mno ukidhamiria. Funika macho. Funika macho. Unapofunika macho yako ya nyama, macho yako ya mwilini, macho yako ya kiroho yanapata nafasi ya kuona ndani vifungo ulivyo navyo, kero ulivyo nayo, mateso ulionayo, majeshi ya adui yanayokuandama, unayaona katika macho ya rohoni, nafsini mwako. Ndio maana nasema funga yale macho ya mwilini. Funika macho ya mwilini. Utaanza kuona vya ndani. Utaanza kuona vya ndani. Maadui wa ndani wanavyokuijia. Maadui wa ndani. Sasa hao kisha waona, ndio tunasema kwa jina la Yesu, wewe adui toka. Wewe adui utaona atakavyolipuka hapo hapo ulipo. Wewe utaona kinatoka kilichodhulumu stahiki zako. Okay. Funika macho, uadui na uondoke. Nashangalia nini kinakusumbua? Kero gani? Unapolala nini kinatokea? Usingizi ni wa mangamngamu. Ni jina tu umelala ndani ya nyumba, lakini kiukweli hauna amani hata usiku unapoingia. Hauna utulivu. Nyumba ni ya kwako, chumba ni cha kwako, umekilipia. Potelea hata kama umekaribishwa. Kwa nini umekaribishwa kwenye mateso? Kwa nini uteseke na hayo? Leo upatanishwe na Mungu kwa damu ya msalaba wa Yesu Kristo. Ule uadui uondoke, vile vifungo vikuachie, magonjwa yaondoke, majini yaondoke, mizimu yaondoke, uchawi uondoke, na inawezekana ukidhamiria. Sema Mungu Mwenyezi, Mungu Mwenyezi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, niko hapa kwa neema yako, kwa neema yako. Macho yako yananiona, nami najiweka wazi mbele zako. Baba, nisaidie, unifungue vifungo hivi, unisaidie, uniponye maradhi haya kwa jina la Yesu. Uniondoe kwenye vifungo, roho za mauti, roho za kuzimu, ziniachie. Nimechoka na maisha haya, nimechoka na mateso haya. Nataka kubarikiwa, nataka kufanikiwa, nataka kuinuliwa kwa jina la Yesu. Roho ya umasikini, roho ya umasikini imetoka kwa shetani. Leo naikataa. Roho ya magonjwa ni ya shetani, naikataa. Roho ya umasikini, roho ya ufukara, roho ya laana ni ya shetani, naikataa leo kwa jina la Yesu. Wewe shetani, wewe pepo, wewe mzimu, nguvu za giza, achia maisha yangu, 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 niachie,
niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, niachie, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Dhamiria sasa, katayo hali, dhamiria sasa, katayo hali. Wewe mwenyewe hiyo ikatae. Wewe ndio unayejua, wewe ndio unayejua una kifungo gani, una teso gani, liko wapi, kwa kiwango gani. Wewe ndio unayejua, wewe ndio unayejua, wewe ndio unayejua, wewe ndio unayejua. Katayo hali. Nami nakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Wewe pepo, wewe jini, wewe mzimu, mwachie huyo, mwachie huyo, mwachie huyo, mwachie huyo, mwachie huyo kwa jina la Yesu. Wewe pepo, na kulipoa hapo ulipo, hapo ulipo umesimama katika chemka ya moto, katika chemka ya moto, katika chemka ya moto. Omba, 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 omba. Kata hiyo hali, kata hiyo hali, kata hiyo hali, kata hiyo hali. Kila moja shughulikia yale mabaya, shughulikia yale mabaya. Leo unafunguka, leo unafunguka, leo unafunguka kwa jina la Yesu. Moto, 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 moto. Naita moto, naita moto, naita moto, naita moto. Pambana, 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 pigana, pambana, pigana, pambana, pigana. Kata hiyo hali, kata hiyo hali. Haya, ya, 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 ya. Rikaza pashaka sasa. Nguvu za giza toka, achia roho ya kuzimu, toka, achia, toka, achia, 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 achia maisha yangu, achia kanisa, achia biashara, achia watoto, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, uchawi, toka, roho ya kurogwa, toka, achia, 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 achia watoto hawa, achia vijana hawa, achia mama hawa, achia biashara za watu hawa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, toka, achia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wewe shetani, wewe shetani, wewe shetani, nguvu za giza, wewe shetani, wewe za mapepo, wewe laana, wewe baraa, wewe mkosi, kwa jina la Yesu, niachie leo, niachie leo, achia maisha yangu, achia nafsi yangu, achia roho yangu, achia kazi yangu, achia watoto wangu, achia, achia, achia kanisa, achia shetani, achia, 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 achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, mfano wa Yesu, kwa jina la Yesu, mfano wa Yesu, ninapatana mfano wa Yesu, najinasua kwenye roho zote za kipepo, mamuzo yote ya kichawi, nguvu za giza, toka, achia, roho ya kuzimu, toka, achia, toka, 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 kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, nguvu za giza, kwa jina la Yesu, roho za kipepo, kwa jina la Yesu, toka, achia, kwa jina la Yesu, nguvu za ukoo, toka, achia, laana ya ukoo, toka, achia, wewe masikini, toka, achia, kwa jina la Yesu. Funguliwa, Bwana akuweka huru, Bwana akuweka huru Katika jina la Yesu, Bwana akuweka huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa 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 jina la Yesu, achia, 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 achia afya, achia, 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 achia uchumi, achia, 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 achia ndoa za watu, achia shetani, achia biashara za watu, achia shetani, achia afya zao, achia, 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 achia roho zetu.